tunapokwenda kusikiliza ujumbe wa neno lako. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Tembea pamoja nasi, tufundishe, tukumbushe yatupasayo kuyatenda katikati ya maisha yetu na katika familia zetu, na hasa kwa ajili ya kanisa lako na kujenga ufalme wako, katika jina la Yesu. Ninakataa na kuharibu kazi za adui mahali hapa, roho ya usingizi, roho ya kukataliwa, katika jina la Yesu. Roho ya kutufanya tusisikie, ninaamuru kwa jina la Yesu, Baba, isipate nafasi. Tawala peke yako, tamalaki peke yako. Tunakutaka Mungu na nguvu zako, uwepo wako uwe mahali hapa, nguvu zako zitembee katikati yetu, katika jina la Yesu. Kila mmoja akapokea kutoka kwako sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na kusudi lako. Kila mmoja mwenye mwili na aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata nafasi ya kukumbushana neno la Mungu. Ninajua tumetoka kwenye Christmas, tuna habari za kuzaliwa kwa Yesu. Na kwa sababu nafasi hii nimeambiwa tu kwa muda mfupi kile ambacho Mungu amekusudia leo tujifunze ni neno kutoka Kiongozi Kalenda ambalo tumepewa Jumapili ya leo, ambalo tunalipata katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ile ya 2. Nitasoma mstari ule wa 41 mpaka wa 52. Injili ya Luka Mtakatifu sura ile ya 2 mstari wa 41 mpaka ule wa 52. Ni habari ambazo zinaendelea kumwelezea Yesu Kristo baada ya kuzaliwa kwake na maisha yake yanavyoendelea. Sauti yangu haiko vizuri sana, lakini mtanivumilia. Katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 2 mstari ule wa 41 mpaka ule wa 52, neno la Mungu linasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia wakalistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomuona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Akawaambia, kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuamo katika nyumba ya baba yangu? Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba tunajifunza habari za Yesu baada ya kuzaliwa kwake na alipoendelea kukua, kazi alizoendelea kuzifanya. Katika kukua kwake kuna vitu aliendelea kuvifanya ambavyo kimsingi vilikuwa vinaashiria huduma aliyotumwa kuifanya akiwa duniani. Lakini watu walikuwa hawamuelewi. Watu walikuwa wanastaajabu namna alivyokuwa anazungumza, namna alivyokuwa anauliza maswali, namna alivyokuwa anaonyesha ufahamu wake kwamba kuna vitu vingi alikuwa anavielewa, anavifahamu
kuliko watu wengine walivyokuwa wanafahamu. Yamkini alikuwa anafahamu vitu vingi hata kuliko watumishi ambao walikuwa wanaliongoza na kulihudumia kanisa kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni desturi ya Wayahudi kwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Wakati huo wanakuwa wamejiandaa kumtolea Mungu sadaka mbalimbali na dhabihu, na lengo lao ilikuwa ni kumshukuru Mungu kwa mwaka huo kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu ameendelea kuyafanya kwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukinapoendelea kuangalia habari hizi za Yesu, tunaona kwamba Yesu Kristo baada ya kuzaliwa, wazazi wake walimpeleka hekaluni, walimkabidhi hekaluni akiwa na siku 8 tu. Maana yake kuna namna fulani ambayo wazazi hawa walitengeneza mazingira ya kumkabidhi mtoto wao madhabahuni na mbele za Mungu. Tuliposoma somo letu la kwanza katika kitabu kile cha Samueli, tuliona ambavyo Samueli aliendelea kukaa hekaluni akimtumikia Mungu. Na unaposoma habari za Samueli pia tunaona kwamba yule mwanamke Hana, kulingana na changamoto aliyoipitia katika familia yake, na mbaya zaidi katika familia walikuwa wanawake wawili, na Mungu anasema alimfunga Hana tumbo kwa makusudi, lakini akamruhusu mke mwenzake kuwa na uzao. Na kwa sababu hiyo Hana alipitia mazingira magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alifika mahali akamwomba sana Mungu ampe mtoto wa kiume. Na alipompata mtoto wa kiume alikuwa ametoa nadhiri kwamba mtoto huyo atakuwa ni mali ya Mungu. Na baada ya kumpata mtoto Samueli, alimkabidhi hekaluni nyumbani kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba Samueli alianza kutumika tangu akiwa mtoto mdogo. Vivyo hivyo Yesu Kristo naye alianza kutumika tangu akiwa mtoto mdogo. Lakini nimetafakari sana juu ya maneno haya, namna ambavyo Biblia inaeleza. Inaonyesha wazi kwamba wazazi wa Yesu kama vile walikuwa wamesahau kwamba walipewa mtoto huyu kwa kusudi gani, walipewa mtoto huyu kwa malengo gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na alipopata umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Maana yake waliondoka nyumbani kwao Nazareti wakaenda Yerusalemu kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kumtolea Mungu sadaka na dhabihu mbalimbali. Ilikuwa ni desturi yao. Na kule yamkini walikuwa wanakaa siku kadhaa kulingana na umbali wa eneo ulilopo. Tofauti na sasa, makanisa yamekuwa mengi sana. Kila mahali unapopita kanisa lipo. Ndio maana wakati mwingine mimi nasema sijajua siku ya mwisho mtu ambaye safari yako itaishia pabaya. Sijui utasema kwamba sikusikia neno, sijui utasema sikupata nafasi ya kumwabudu Mungu, sijui. Lakini tunayo nafasi kubwa sana ya kuingia imani mwa Bwana kujifunza neno la Mungu. Kama hutajifunza kanisani, ukiwa nyumbani kuna vipindi vya redio, kuna vipindi vya televisheni vinafundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mioyo yetu ni migumu. Tumekuwa na mioyo migumu, tumekuwa na mioyo mizito ambayo haijawa tayari kupokea kile ambacho Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walipomaliza huduma yao kule Yerusalemu walirejea nyumbani. Lakini walipokuwa wanarejea nyumbani, Yesu alibaki hekaluni. Wazazi hawakujua kama Yesu wamemwacha hekaluni. Wao walijua yuko pamoja nao katika msafara waliokuwa nao. Biblia inasema walitembea kwa muda wa kutwa nzima, wamekuja kushtuka kwamba mtoto hayupo. Bwana Yesu asifiwe.
Hebu fikiria kwamba tuchukulie mfano kanisa labda liko Arusha, na watu wote kila mwaka mara moja kwa mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka wanakwenda Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamefika Arusha, wamemwabudu Mungu, wamefanya vile vilivyowapeleka, wanarudi nyumbani, wametembea kwa mwendo wa kutwa nzima. Hivi kutoka Arusha kwa kutwa nzima unaweza kuwa umefika wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mnatembea vizuri kama wale watu wa nyumbani kwetu waliozoea kupanda na ile milima, unakuta kwamba yuko mbali sana. Sasa anajiuliza, maana yake wamekuja kushtuka, mtoto hawamuoni, wametembea mwendo mrefu sana. Wameanza kumtafuta kwa ndugu, jamaa na marafiki, hawakumpata, bila mafanikio yoyote. Biblia inasema wamemtafuta kwa muda wa siku 3. Ndipo wakaamua kurudi Yerusalemu. Wamerudi Yerusalemu, wamemkuta Yesu amekaa na walimu. Manake wale walimu wanaofundisha neno la Mungu, yamkini makuhani walikuwepo, watumishi mbalimbali walikuwepo, amekaa anawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kibinadamu inauma. Na ndicho kilichotokea kwa wazazi wa Yesu. Waliumia sana kwa sababu hawakujua kama mtoto amebaki. Lakini jambo la pili, hawakujua yuko katika mazingira gani. Unajua, unapofika mahali katika maisha yako ya familia, usipomwona mtoto kutwa nzima, moyo wako hauna amani, hasa kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Baba ana afadhali kidogo, hasa kwa mama. Wanasema uchungu wa mwana anayeujua nani? Ni mzazi, lakini zaidi sana ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta moyo wako hauna utulivu. Unajiuliza maswali mengi, mtoto wangu atakuwa wapi? Kutwa nzima sijamuona nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapiga picha kwamba kama wewe unajisikia hayo maumivu, huyu Mariamu alijisikia maumivu kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linazungumza kwamba Yesu Kristo walimkuta akiwa Yerusalemu, amekaa hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na watu waliomuona, waliomsikia, Biblia inasema walimstaajabia ufahamu wake. Maana yake walishangaa kwamba mtoto wa miaka 12 anakuaje na ufahamu mkubwa kiasi hicho? Anakuaje na uelewa mkubwa kiasi hicho? Ambacho yamkini hata wale watu wazima hawakuwa na kiwango ambacho Yesu alikuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapokutana na Yesu, wazazi wake wanamwambia, mwanangu, kwa nini umetutenda hivi? Kwa nini umetufanyia hivi? Yesu anawaambia, kwani kuniuliza? Kwani hamkujua kwamba imenipasa kukaa nyumbani mwa baba yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ndicho ambacho hata mimi nilikuwa najiuliza. Mariamu alipopata ujauzito, sauti ilimwambia, malaika alitumwa kwake, akamweleza, utachukua mimba, utamzaa mwana, jina lake mtamuita Yesu, ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake walifika mahali hayo yote wameyasahau. Ni kwa nini? Mzazi na mtoto wana mahusiano makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini kanisa la leo katika familia zetu? Ni mambo mangapi ambayo yamkini tumewazuia watoto kwa habari za kumtumikia Mungu? Ni familia ngapi zinaona umuhimu wa kuwapeleka watoto kanisani au kuwahimiza kujifunza kuhusu ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakuta kwamba ni familia chache sana ambazo zinaona kuna umuhimu wa watoto kwenda kanisani na kujifunza neno la Mungu na ufalme wa Mungu. Lakini ni wachache wanaojua kwamba
watoto wao wanahitaji nini kwa habari za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatatu nilikwenda kufanya kazi yangu moja hivi. Nilikuwa na mwalimu Ode. Sasa ilifika mahali muda wa mchana, tukasema tupate chakula. Tulipopata chakula tunarudi, tukawa tunazungumza kwa habari ya watoto wa shule ya Jumapili. Mimi ni mwalimu wa shule ya Jumapili, Ode ni mwalimu wa shule ya Jumapili, tunatembea naye siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akawa ananishuhudia katika maongezi tuliokuwa tunazungumza, akatoa ushuhuda mmoja, akasema alikuwa anafundisha watoto. Na kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa anatamani sana kumwimbia Mungu, atembee na kwaya. Alikuwa anapenda kwenda kanisani kwenye vipindi vya kwaya ili aendelee kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Bahati mbaya sana, yule mtoto mzazi wake alikuwa anamzuia kwenda kanisani. Lakini mzazi huyo ni mwimbaji wa kwaya kuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye amemzuia mtoto kwenda kwenye vipindi vya kwaya, lakini yeye anakwenda wapi? Anakwenda kwenye kwaya, anamwimbia Mungu, wakati huo amemzuia mtoto amekaa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda, mtoto aliendelea kusononeka na kuumia, akawa hana msaada. Maana yake hata mwalimu hakuweza kuingilia lile jambo, kwa sababu mzazi amesimamia msimamo wake wa kumzuia mtoto kwenda wapi? Kwenye kwaya. Mwisho wa siku wale watoto waliendelea kukua. Matokeo yake ya yule mtoto mwishoni yalikuja kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akawa mvuta bangi. Mtoto wa kike kaenda kabeba ujauzito akamletea nyumbani. Sasa unajiuliza, huyu mtoto kama angekaa kwa Bwana, hayo yote yangempata? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili yamkini limekuja kwetu leo kama wazazi, kama familia. Tujiulize, tunawaleaje watoto wetu? Tunawazuia mambo ya kidunia au tunamzuia Mungu kwao? Mtoto ana wito wa kutumika, mzazi unamzuia. Mtoto anatamani kufanya kitu cha kimungu, mzazi unamzuia. Wakati huo wewe mwenyewe unaona umuhimu wa kwenda ibadani, alafu huoni umuhimu wa mtoto kwenda ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na asilimia kubwa wazazi tuko hivyo. Watoto siku zote tumewaweka kuwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kana kwamba hawana haki ya kupata kile ambacho wewe kama mzazi unategemea kukipata. Tujifunze kuwahimiza watoto wetu kushiriki ibada. Tutambue vipawa vya watoto wetu, tuwape nafasi ya kumtumikia Mungu kupitia vipawa walivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliwaambia wazazi wake, hamkujua kwamba imenipasa kukaa katika nyumba ya baba yangu. Mtoto anapokuambia mzazi, naomba nafasi ya kwenda kanisani, mruhusu, ili kesho na kesho kutwa usijukalia machozi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, mtoto akiweka kitu moyoni, hata kama hatasema, lakini kinadumu kwa muda mrefu, atabaki kusema tu kama. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kama sidhani kama mzazi unaweza ukawa salama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atujalie, atupe neema ya kuwalea watoto wetu katika mazingira yanayostahili, hasa kwa habari ya kumtafuta Mungu. Kama wewe mzazi unaona kwamba jambo la kumtafuta Mungu kwako halina nafasi, basi mtoto anapokuja kwako kwa habari ya kumtafuta Mungu, mpe nafasi, mpe ruhusa,
Cha muhimu tu afuate kile unachotaka kama mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu akarudi na wazazi wake nyumbani, na yeye alikuwa mtii. Watoto tujifunze kuwa watiifu kwa wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi fulani nilikuwa nafundisha darasa la kipaimara. Kuna watoto wakasema, sasa kwa mfano mzazi ni mlevi, anakuambia mtoto wangu, hebu nenda mabandani kaniletee pombe. Hapo inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo inakuwaje? Labda Biblia inasema mtoto amtii mzazi, lakini mahali pengine tunafundishwa kumtii mzazi katika yale yaliyo mema ambayo unaona yatakusaidia kwenye maisha na yatakupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi msimamo wangu, sina nafasi ya kuhangaika na masuala ya kidunia. Ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi unahangaika na mambo ya dunia kana kwamba utaishi duniani milele. Kwa nini umtwishe mtoto wako mzigo usiomhusu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini umtwishe mtoto wako mzigo usiomhusu? Kesho na kesho kutwa mtoto huyo anapoendelea kukua ataona kwamba hayo mambo unayomwagiza ni mambo ya kawaida kwenye maisha yake. Anaona ni jambo la kawaida tu. Kwa hiyo litakapotokea lolote kwenye maisha yake, hutakuwa na sababu ya kumlaumu. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana wazazi. Tuwalee watoto wetu katika njia ziwapasayo. Waishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Tambua karama za mtoto wako, mpe nafasi ya kutumika kwa ajili ya Bwana. Mimi hapa kwenye familia yangu nilikuwa na wazazi ambao walikuwa wanamcha Mungu vizuri tu. Na baba yangu mimi alikuwa mwalimu wa shule ya Jumapili. Kwa hiyo nimekuwa katika malezi hayo ya kujifunza neno la Mungu. Na namshukuru Mungu amenipa neema ya kuishi hayo niliyoyajifunza. Hata wazazi wangu walipoanguka dhambini, sikuwa na sababu ya kuangalia wao. Niliendelea kusimama. Na ndio maana mpaka leo niko hivi nilivyo. Mimi nilikuwa namwambia mama yangu, kama una kazi za kunipanga niambie, ili nifanye kazi zangu kwa wakati ule ninaojua. Mpaka saa 10 kamili napaswa kuwa kanisani kwenye idara ya shule ya Jumapili. Hata nilipoendelea kuingia kwenye idara ya vijana, bado nilikuwa na msimamo huo. Naomba nipe kazi zako, nifanye kazi zangu ziishe, nipe muda wa kwenda kanisani. Namshukuru Mungu amenipa neema, natumika mpaka saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado naendelea kuumia ndani ya moyo wangu. Na namuomba Mungu sana kwa ajili ya wazazi wangu. Kwa ukengefu wa dhambi, wazazi wangu walitengana. Na mpaka sasa ninapozungumza, kila mmoja na maisha yake. Lakini sisi kama watoto, kuna wakati tunaumia sana. Wazazi kukaa mbalimbali, tunaumia sana. Lakini hatuna namna. Umefika mahali hata umezungumza nao, lakini bado huo ni mwelekeo. Na sasa memwachia Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na siachi kuwaombea wazazi wangu. Maana najua kama sio wao, nisingefika hapa nilipofika. Na Mungu alikuwa upande wao. Haijalishi wameasi, haijalishi wamemkosea Mungu. Bado Mungu aliwapa hekima ya kutulea sisi watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, kwenye familia yangu, kwa baba na mama, tuko watoto 4 tu.
Na kati ya watoto 4 ambao mtu amempa neema, Mungu amempa neema ya kusimama mpaka sasa, ni mimi peke yangu. Lakini kadri ninavyoendelea kuzungumza na ndugu zangu, wapo ambao wanaendelea kurudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika hilo namshukuru Mungu. Kuna wengine hawakupata nafasi hata ya kupata kipaimara. Sasa hivi naendelea kusema nao angalau waone iko sababu ya kumtafuta Mungu kwenye maisha yao. Maana bila Mungu hayo yote yamkini tusingekuwa tunaweza kufanikiwa. Mungu anakufanikisha, anakupa nafasi, anakupa neema ili utafakari juu ya ukuu wake. Kwamba nimefika hapa, kama sio Mungu yamkini nisingefika hapa. Kwa hiyo jipe nafasi ya kuamua kufanya mambo mengine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana kwa ajili ya neno hili, kama wazazi, kama familia, tupate nafasi ya kuwalea watoto wetu katika njia iwapasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Tuwakabidhi madhabahuni kwa Mungu, tumwachie Mungu ashughulike nao. Amen.